Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara ya kwanza wewe kuingia hapa, tafadhali na kusihi subscribe. Kauli ya kiongozi mkongwe wa Chama cha Mapinduzi Ole Sendeka imezua mijadala mipana baada ya kutoa maelezo yenye utulivu na busara kuhusu hali ya kisiasa ndani ya chama na mjadala unaoendelea kuhusu hatima ya baadhi ya viongozi. Katika mazungumzo yake hivi karibuni, Ole Sendeka alionekana kuzungumza kwa umakini mkubwa, akitoa tahadhari kwa wanachama na umma kuhusu umuhimu wa kuheshimu taratibu za chama tawala badala ya kujiingiza katika maneno ya mitandaoni au hisia za kisiasa. Kupitia maelezo yake, alisisitiza kwa masuala yanayohusu viongozi wa chama, ikiwemo yale yanayohusiana na majina makubwa kama Humphrey Polepole, yanapaswa kuachwa mikononi mwa mamlaka husika ndani ya CCM ili zifanye kazi kwa utaratibu. Ujumbe wake umeelezwa kama sauti ya busara na kukumbusha umma kwamba chama kina mifumo imara ya kushughulikia changamoto zake bila kuhitaji kelele za nje. Kiini cha maelezo yake kilijikita katika misingi na nidhamu ya umakini wa chama hicho kongwe, akitoa rejea ya historia kuhusu namna Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alivyoteuliwa kuwa mgombea urais kupitia CCM. Kwa kurejelea tukio hili, alionyesha kuwa chama kinafuata katiba na kanuni zake kwa umakini mkubwa na kwamba kuna uamuzi wa kisiasa unaofanywa kiholela. Mfano huo uliwakumbusha Tanzania kuwa mfumo wa chama ni wa kisheria na wa kikatiba unaolinda misingi ya uwajibikaji na uwazi. Kauli ya Ole Sendeka imeelezwa kuwa ni ujumbe mzito na ulenga kuimarisha umoja wa wanachama wa CCM na kupunguza migongano inayochochewa na mijadala ya mitandaoni. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, anajaribu kutuliza hali ya wasiwasi kwa kuhimiza wanachama na wananchi kuwa na imani na mifumo ya uamuzi wa chama badala ya kukimbilia hitimisho lisilo rasmi. Na kupitia hoja zake, Ole Sendeka ametoa picha ya chama kinachozingatia taratibu, nidhamu na maadili ya uongozi. Ameonyesha kuwa maamuzi kuhusu rais, uteuzi wa wagombea na hatua za kinidhamu hufanywa kwa kufuata taratibu za ndani zilizodhabiti, si kwa shinikizo la kisiasa au matamko ya mtu mmoja. Hii ni njia ya kuimarisha imani kwamba CCM bado ni chama chenye mfumo na ujali utaratibu na utulivu wa kitaifa. Kauli hiyo pia imeonekana kama ujumbe wa kutuliza makundi ya ndani ya chama ambayo yamekuwa yakionekana kuwagawanya kisiasa kupitia msimamo wake. Ole Sendeka ameonyesha kuwa nidhamu ya chama ndio msingi wa uthabiti wake tangu kuanzishwa kwake na kwamba kuheshimu uongozi wa juu ni sehemu ya urithi wa kisiasa wa CCM. Na kwa ujumla, ujumbe wake unachukuliwa kama wito umoja, subira na imani katika taasisi rasmi za chama. Amewakumbusha wanachama kwa Chama cha Mapinduzi kiongozwi kwa jazba wala maneno ya mitandaoni, bali kwa utaratibu uliojengeka kwa miongo mingi, na ni sauti ya ukomavu kwa kisiasa inayoakisi kuwa chama ama inayosisitiza kuwa chama tawala hakiwezi kuyumbishwa na maneno ya barabarani, bali kinasimama juu ya misingi ya katiba, kanuni na nidhamu ya ndani. Kauli ya Ole Sendeka imekuwa kama kengele ya tahadhari kwa wanasiasa na wanachama wa CCM, ikikumbusha kuwa utulivu na umoja ni silaha kuu ya chama hicho. Ni ujumbe unaosisitiza kuwa katika siasa za Tanzania, taratibu, nidhamu na heshima kwa taasisi ndio nguzo ya uthabiti wa taifa. Na huu ni mtazamo wetu hapa Kenyascope, tukifuatilia kwa undani mienendo ya kisiasa ya Afrika Mashariki na sauti zinazounda mustakabali wake. Tafadhali kumbuka kusubscribe, like na vile kuacha maoni yako hapo chini ili utupe moyo kuendelea kukutengenezea na kukuletea habari nzito zenye utafiti wa kina kutoka hapa Kenyascope.